Hujambo na karibu katika taarifa zetu za habari za asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 29 mwezi wa 5 mwaka wa 2026. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, kama itakuwa ndio mara yako ya kwanza kufuatilia habari kupitia mtandao wetu wa YouTube Congo Post News, hakikisha una subscribe, una like, una comment, pia una share, na Kiswahili nyingine banasema unajiabone, una comment, vile vile una partage. Basi mpendwa msikilizaji na mtazamaji, tunakukaribisha katika taarifa zetu za habari za asubuhi ya leo ili ufahamu mengi yanayoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi tunakuomba kuendelea kuungana nasi moja kwa moja ili upate habari za kuaminika kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, vile vile na habari za kimataifa. Karibu. Tuanze na habari kutoka huko Ituri, ambako jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC limetangaza kurejesha udhibiti wa kijiji cha Mungwere kilichopo katika jimbo la Ituri mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya operation kali ya kijeshi dhidi ya makundi yenye silaha yaliyokuwa yakitishia usalama katika eneo hilo. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya ndani pamoja na mashuhuda wa tukio hilo, operation hiyo ilianza mapema alfajiri, ambapo vikosi vya FARDC vilifanya mashambulizi dhidi ya wapiganaji waliokuwa wakijificha katika maeneo yanayozunguka kijiji hicho. Milio mikubwa ya risasi pamoja na silaha nzito zilisikika kwa saa kadhaa kabla ya jeshi kufanikiwa kudhibiti eneo lote la Mungwere. Wananchi wa kijiji hicho walionekana kuwa na furaha kubwa baada ya kurejea kwa vikosi vya serikali. Baadhi yao walijitokeza barabarani wakishangilia, huku wakionyesha matumaini mapya ya kurejea kwa usalama katika eneo hilo ambalo limekuwa likikumbwa na mashambulizi mara kwa mara kutoka kwa makundi yenye silaha. Mashuhuda wanasema kuwa kwa muda mrefu wakazi wa Mungwere walikuwa wakiishi katika mazingira ya hofu kutokana na uporaji, vitisho na mapigano ya mara kwa mara yaliyokuwa yakisababisha baadhi ya familia kukimbia makazi yao. Wengine walikimbilia katika vijiji vya jirani wakitafuta usalama, huko shughuli nyingi za kijamii na kiuchumi zikisimama. Baada ya kurejea kwa FARDC, baadhi ya wananchi wameanza kurejea taratibu katika nyumba zao, huko shughuli ndogo ndogo za biashara zikianza kuonekana tena katika eneo hilo. Hata hivyo, wakazi wengi bado wanaendelea kuwa waangalifu, wakihofia uwezekano wa makundi hayo kurejea tena ili kulipiza kisasi. Viongozi wa kijamii pamoja na mashirika ya kiraia wamepongeza hatua ya jeshi kurejesha udhibiti wa Mungwere, lakini wametaka serikali kuendelea kuimarisha usalama ili kuhakikisha wananchi wanapata ulinzi wa kudumu. Wakati huo huo, hali ya kibinadamu katika eneo hilo inaelezwa kuwa bado ni ngumu kutokana na idadi kubwa ya watu waliokimbia makazi yao wakati wa mapigano. Mashirika ya misaada yanaendelea kutoa wito wa msaada wa chakula, dawa pamoja na huduma za dharura kwa familia zilizoathirika. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC linaendelea na operations za kuwasaka wapiganaji waliotawanyika katika maeneo ya karibu ili kuhakikisha usalama unaendelea kuimarika katika jimbo la Ituri ambalo limeendelea kukumbwa na migogoro ya makundi yenye silaha kwa miaka mingi sasa. Mpaka sasa hakuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusu idadi ya waliouawa au kujeruhiwa katika operation hiyo, lakini hali ya usalama inaelezwa kuwa imeanza kutulia, huku wananchi wakionyesha matumaini ya kurejea kwa maisha yao ya kawaida. Tubaki mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo serikali ya DRC inaendelea kuongeza juhudi za kukabiliana na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola unaoendelea kuibua hofu katika jimbo la Ituri mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa taarifa, serikali imetuma mjini Bunia waziri wa afya Roger Kamba pamoja na waziri wa mawasiliano na vyombo vya habari Patrick Muyaya kwa lengo la kufuatilia hali halisi ya ugonjwa huo na kutathmini maendeleo ya operation ya mapambano dhidi ya Ebola. Mji wa Bunia unaelezwa kuwa kitovu kikuu cha mlipuko huo, ambako mamlaka za afya pamoja na mashirika ya kimataifa yanaendelea kufanya kazi usiku na mchana ili kuzuia kuenea kwa virusi hivyo vya hatari. Ziara ya mawaziri hao inalenga kuimarisha uratibu wa hatua za dharura, kutoa matumaini kwa wananchi pamoja na kuhakikisha kuwa timu za afya zina vifaa na msaada unaohitajika katika mapambano dhidi ya Ebola. Katika siku za hivi karibuni, mamlaka za afya zimekuwa zikifuatilia mamia ya watu waliokutana na wagonjwa wa Ebola, huku kampeni za utoaji wa chanjo, uhamasishaji wa wananchi pamoja na uchunguzi wa afya zikiendelea katika maeneo mbalimbali ya Ituri.
Wananchi wa Bunia wanaeleza wasiwasi wao kutokana na kumbukumbu mbaya ya mlipuko wa zamani wa Ebola iliyowahi kusababisha vifo vya watu wengi pamoja na hatari kubwa katika maisha ya kijamii na kiuchumi. Hata hivyo, waziri wa afya Roger Kamba amewataka wananchi kutokuwa na hofu kupita kiasi, bali kufuata maelekezo yote ya wataalamu wa afya. Amehimiza wakazi kuripoti mapema mtu yeyote mwenye hali ya dalili zinazofanana na Ebola ili hatua za haraka ziweze kuchukuliwa. Kwa upande wake, waziri wa mawasiliano Patrick Muyaya amesema serikali itaendelea kuwapa wananchi taarifa rasmi na sahihi ili kupambana na uvumi pamoja na taarifa za uongo zinazoweza kuongeza hofu katika jamii. Mashirika ya afya pamoja na serikali ya Kongo vinaendelea kushirikiana kuhakikisha maeneo yaliyoathirika yanapatiwa dawa, vifaa vya kujikinga pamoja na wataalamu wa afya wenye uwezo wa kushughulikia ugonjwa huo wa Ebola. Wakati huo shughuli za kawaida katika baadhi ya maeneo ya Bunia zinaendelea kuwa chini ya tahadhari kubwa, huku wananchi wakihimizwa kuzingatia usafi wa mikono na kuepuka mikusanyiko isiyo lazima. Serikali imeahidi kuendelea kuimarisha hatua za mapambano dhidi ya Ebola hadi ugonjwa huo utakapodhibitiwa kikamilifu. Twende katika eneo la Kivu Kaskazini ambako hali ya utulivu wa tahadhari imeripotiwa katika eneo la Misambo wilayani Walikale mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, siku moja baada ya mapigano makali kati ya wapiganaji wa M23 na jeshi la serikali ya FARDC. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa wakazi wa eneo hilo, mapigano hayo yalidumu kwa saa kadhaa, huku milio mikubwa ya risasi na silaha nzito zikisikika katika maeneo mbalimbali ya Misambo na viunga vyake. Hali hiyo ilisababisha taharuki kubwa kwa wananchi wengi waliokimbia makazi yao wakihofia usalama wao. Baadhi ya mashuhuda wameeleza kuwa familia nyingi zimekesha porini au katika vijiji vya jirani kutokana na hofu ya kuathiriwa na mashambulizi hayo. Wengine walazimika kuacha mali zao, huku shughuli za kawaida kama biashara, usafiri na masomo zikisimama kwa muda. Ingawa hali ya mapigano imepungua kwa sasa, wakazi wa Misambo wanaendelea kuishi katika tahadhari kubwa wakihofia kurejea kwa mapigano wakati wowote. Barabara kadhaa katika eneo hilo zimeendelea kuwa na harakati ndogo kutokana na wasiwasi mkubwa wa kiusalama. Viongozi wa eneo hilo pamoja na washirika wa kiraia wameeleza kuwa hali ya kibinadamu inaendelea kuwa ngumu, hasa kwa familia zilizolazimika kuyahama makazi yao. Wanatoa wito wa msaada wa dharura kwa waathirika pamoja na juhudi za haraka za kurudisha amani katika eneo hilo. Wakati huo jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC laendelea kuimarisha ulinzi katika baadhi ya maeneo ya Walikale, huku likifuatilia mienendo ya wapiganaji wa AFC M23. Hata hivyo, hadi sasa hakuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusu idadi ya waliouawa au kujeruhiwa katika mapigano hayo. Wananchi wa Misambo wanaendelea kutoa wito kwa viongozi wa kisiasa na kijeshi kutafuta suluhisho la kudumu kupitia mazungumzo ya amani ili kuzuia kuendelea kwa mateso ya raia wasiokuwa na hatia ambao wanaendelea kuathiriwa na vita vya mara kwa mara huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa sasa hali inaonekana kuwa tulivu, lakini utulivu huo unaelezwa kuwa ni wa tahadhari, huku hofu ukiendelea kutawala katika eneo hilo. Tubaki huko Kivu Kaskazini ambako hali ya utulivu wa tahadhari imeripotiwa kurejea katika eneo la Buondo wilayani Walikale baada ya mapigano makali yaliyowakutanisha wapiganaji wa M23 dhidi ya makundi ya wazalendo katika siku za hivi karibuni. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa wakazi wa eneo hilo, milio ya risasi nzito na silaha za moto zilisikika kwa muda mrefu. Mapigano hayo yalisababisha hofu kubwa kwa wananchi waliolazimika kukimbia makazi yao wakitafuta usalama wao. Mashuhuda wanasema kuwa shughuli nyingi za kijamii na biashara zilisimama kwa muda kutokana na hali hiyo ya ukosefu wa usalama. Baadhi ya familia zimeendelea kujificha katika vijiji jirani, huku wengine wakianza kurejea taratibu baada ya kusikia mapigano yamepungua. Ingawa hali hiyo inaonekana kuwa shwari kwa sasa, wakazi wa Buondo wanaeleza kuwa bado wanaishi kwa tahadhari kubwa, wakihofia kuzuka tena kwa mapigano wakati wowote. Wengi wao wameitaka serikali pamoja na viongozi wa kijeshi kuimarisha ulinzi katika maeneo hilo ili kuhakikisha usalama unadumu. Vyanzo vya ndani vinaeleza kuwa barabara kadhaa zinazounganisha vijiji vya Walikale vinaendelea kushuhudia
harakati ndogondogo za watu wanaohama kutokana na wasiwasi wa usalama. Baadhi ya shule na shughuli za biashara bado hazijarejea kikamilifu kutokana na hali ya kutokuwepo kwa hali ya usalama. Mashirika ya kiraia katika eneo hilo yametoa wito kwa pande zote zinazohusika kusitisha mapigano na kutafuta suluhisho la amani ili kuepusha madhara zaidi kwa wananchi ambao tayari wameathiriwa na migogoro kwa muda mrefu huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati huo viongozi wa kijamii wanaendelea kuhamasisha wananchi kwa kuwa watulivu huku akisubiri tathmini rasmi kuhusu madhara yaliyosababisha mapigano hayo kati ya M23 na makundi ya wazalendo. Mpaka sasa hakuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusu idadi ya watu waliopoteza maisha au kujeruhiwa katika mapigano hayo, lakini hali ya tahadhari inaendelea kutawala katika eneo lote la Buondo na viunga vyake. Baada ya kufuatilia taarifa zetu za habari toka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, basi mpendwa msikilizaji na mtazamaji, acha nikuunge moja kwa moja na habari za kimataifa. Karibu dunia. Jina langu ni Hamida Abubakar. Serikali ya Uganda imethibitisha visa viwili vya maambukizi ya ugonjwa wa Ebola nchini humo na kufikisha jumla ya watu waliogunduliwa kuwa na ugonjwa huo kufikia watu 7 tangu kisa hicho kugunduliwa siku 10 zilizopita. Waliogunduliwa kuambukizwa Ebola ni wahudumu wa afya nchini Uganda ambao wameajiriwa katika zahanati moja ya kibinafsi mjini Kampala. Wawili hao kwa sasa wanaendelea kupokea matibabu. Maafisa wa afya nchini Uganda wanaendelea na shughuli ya kuwatafuta watu ambao walikutana na wahudumu hao na wametoa wito kwa raia nchini humo kupiga ripoti mara moja wanapopata dalili zozote za ugonjwa huo. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya ulimwenguni Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema kuchelewa kutambuliwa kwa visa vya Ebola kunaifanya jukumu la madaktari kuwa ngumu zaidi. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, serikali ya nchi hiyo imesema kuwa visa vya maambukizi vya ugonjwa wa Ebola vimeripotiwa katika mikoa yote ya mashariki inayokumbwa na mzozo wa vita. Hii ni baada ya WHO kuongeza tathmini ya hatari ya mlipuko wa sasa hadi kiwango cha juu zaidi. Serikali ya Kongo imesema mikoa ya Ituri, Kivu ya Kaskazini na Kusini tayari imerekodi visa vya maambukizi ya ugonjwa huo. Mjini Goma, mtu mmoja amebainika kuambukizwa kufuatia uchunguzi wa mahabara, lakini utawala wa eneo hilo haujathibitisha rasmi kuwepo kwa maambukizi ya Ebola mkoani Kivu ya Kaskazini. Zaidi ya watu 900 wameambukizwa ugonjwa huo huku kukiwa na vifo 170 vinavyoshukiwa kusababishwa na Ebola. Utawala katika maeneo hayo umesema ugonjwa huo umesambaa sana kutokana na mikusanyiko ya watu wakati wa mazishi. Hili limejiri baada ya jamaa ya waliofariki kuteketeza hema za muda zilizokuwa zikitumika na vifaa vya hospitali baada ya utawala wa hospitali hiyo kuwazuia kuchukua mwili wa mtu mmoja kwa hofu ya maambukizi zaidi. Losa Dekanat ni mkazi wa mji wa Beni na amesema hali kwa sasa ni mbaya mno. Hali bado kuwa sawa, hali ingali inaendelea kuwa mbovu. Ugonjwa ya Ebola inaendelea kuteketeza watu wanakufa. Najua ya kwamba hakuna vaccine ambayo imeishaonekana kwa saa hii, na ndio shida ingali inakuwa tu nyingi kwa raia. Kuna shida zingine kwa sababu ya watu kutokufahamu vizuri ya kwamba hii ni ugonjwa ambayo inafaa tuheshimu kanuni fulani. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Kiongozi wa kanisa la Katoliki duniani Papa Leo wa 16 ameonya kwamba akili mnemba inasababisha hatari kwa binadamu na haipaswi kutumiwa kutekeleza nguvu na mamlaka mikononi mwa watu wachache. Katika waraka wake wa kwanza, waraka wa kufundisha unaoitwa Magnificat Humanitas, Papa Leo amesema kuongezeka kwa ufanisi sio kisingizio cha kuwanyanyasa watu na kutoa wito zaidi kufanywa ili kupunguza athari za akili mnemba kwa mazingira. Pia alisema teknolojia ya akili mnemba haipaswi kutumiwa kwa madhumuni ya kijeshi, akisema teknolojia lazima isiwe chombo cha silaha. Rais wa Marekani Donald Trump amekariri kuwa anataka kuwe na makubaliano yenye tija na Iran au kusiwe na mkataba wote. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio naye amesema Marekani haiwezi kusaini mkataba ambao hautakuwa na manufaa.
Tulidhani tungepata taarifa fulani jana usiku au labda leo. Hata hivyo, sidhani kama kuna haja ya kutafsiri jambo hilo kwa uzito mkubwa sana. Inachukua muda kidogo kupata mrejesho. Kwa sasa kuna kile ninachoamini kuwa ni pendekezo thabiti mezani kuhusu uwezo wao wa kufungua njia ya bahari na kuhakikisha njia hizo zinakuwa wazi. Kama alivyosema rais, hana haraka ya kufikia makubaliano. Hata kubali kufanya makubaliano mabaya. Lakini katika matamshi yake ya hivi karibuni, Rais Trump pia amehusisha wito wake kwa mataifa ya Saudi Arabia, Qatar na mataifa mengine ya Kiarabu pamoja na Pakistan kusaini mkataba ambao utaruhusu mataifa hayo kuhalalisha mahusiano yao na Israel. Awali Rais Trump alisema ni kwa manufaa ya mataifa hayo kuwa ameipa mazungumzo na utawala wa Iran muda zaidi. Lakini maafisa wa serikali ya Iran wamepuuza uwezekano wa kuwepo kwa mkataba wowote katika siku zijazo. Hii ni BBC. Taarifa ya habari za dunia imesomwa na Hamida Abubakar. Matangazo haya ya Dira ya Dunia, msikilizaji, yanasikika kupitia FM. Ukiwa Tanzania tegea sikio kupitia Radio Free Africa, Radio 1 na Radio 5. Nchini Kenya ni Nyota FM, Gulf Radio na Must FM. Ukiwa Uganda yanapatikana kupitia Radio Lira, Radio Kitara na Radio Paidha. Na katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Radio Muungano Beni na Lizadel Radio. Aidha yako kwenye tovuti yetu Facebook na YouTube BBC News Swahili. Jioni uko nami Karorobi na mwenzangu ni David Linki akiwa Dar es Salaam. Kwema huko? Kwema kabisa Karorobi. Habari za Nairobi? Nashukuru, Nairobi kuko shwari kabisa. Kazi kwako. Safi, asante sana. Karibu sana msikilizaji popote pale ulipo. Tunaanzia Uganda ambapo nchi hiyo imethibitisha visa viwili vipya vya Ebola, ikifikisha idadi ya walioathirika nchini humo hadi 7 katika kipindi cha siku 10 zilizopita. Watu hao wawili walioambukizwa ni wahudumu wa afya wa hospitali moja binafsi mjini Kampala. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, amesema kuchelewa kuripotiwa rasmi kwa mlipuko wa Ebola uliozuka mwezi uliopita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unamaanisha wataalamu sasa wanapambana kudhibiti hali hiyo ambayo imefumuka mno. Zaidi ya watu 200 wamefariki dunia na zaidi ya wengine 900 wameambukizwa virusi hivyo. Zaidi na Victor Kenani. Uganda imethibitisha visa vitatu vipya vya Ebola siku ya Jumamosi, ikiwa ni pamoja na mhudumu wa afya raia wa Uganda na dereva waliokuwa na uhusiano na mgonjwa wa kwanza. Kisa cha tatu kilikuwa cha raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo aliyekuwa amesafiri kurejea nyumbani kwao. Wote wako hai. Visa vipya vilivyothibitishwa Uganda siku ya Jumamosi vinafikisha jumla ya visa 5 vilivyothibitishwa katika nchi hiyo ya Afrika Mashariki tangu ugonjwa huo ugunduliwe huko pamoja na DRC Mei 15. Shirika la Msalaba Mwekundu limesema wafanyikazi wake 3 wa kujitolea wamefariki katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nchi jirani, huku kukiwa na tahadhari kwamba virusi hivyo hatari vinaweza kuenea katika nchi kadhaa zaidi za Afrika. Zaidi ya visa 900 vinavyoshukiwa kuwa vya Ebola, ikiwa ni pamoja na visa 101 vilivyothibitishwa vimetambuliwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Siku ya Jumamosi, shirika la afya la Umoja wa Afrika lilionya kwamba nchi zaidi barani humo ziko katika hatari ya kuathiriwa na virusi vya Ebola mbali na DRC na Uganda. We have 2 countries affected, 10 countries high risk. Tuna nchi 2 zilizoathirika, nchi 10 ziko katika hatari kubwa, lakini nchi nyingine zote kwa sababu hazipakani na nchi 2 zilizoathirika hatuziiti katika hatari kwa sasa, lakini kutegemea namna mlipuko unavyoendelea tunaweza kutathmini upya swala hili. Outbreak is moving, we can reconsider this. Jean Kasea, mkuu wa kituo cha kudhibiti magonjwa Afrika CDC, alitaja Angola, Burundi, Jamhuri ya Afrika ya Kati, Jamhuri ya Kongo, Ethiopia, Kenya, Rwanda, Sudan Kusini, Tanzania na Zambia. Shirika la Afya Duniani WHO limetangaza mlipuko huo kuwa dharura ya afya ya umma ya kimataifa baada ya virusi kuenea katika majimbo kadhaa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuingia nchi jirani ya Uganda. WHO inasema kuchelewa kugundua ugonjwa huo, kutokuwepo kwa chanjo au tiba maalum dhidi ya virusi, ghasia za silaha zilizoenea na uhamaji mkubwa wa watu vinaifanya Kongo kuwa katika mazingira hatari.
hatarishi. Mamlaka mashariki mwa Kongo siku ya Ijumaa ziliongeza uchunguzi wa afya katika vituo vya ukaguzi karibu na Bunia, zikilenga wasafiri kutoka mji wa madini wa Mongwalu unaoripotiwa kuwa kitovu cha mlipuko wa Ebola unaohusisha aina adimu ya bundibujo. Katika mkutano wa ngazi ya juu uliofanyika katika mji mkuu wa Uganda, Kampala, siku ya Ijumaa, uliojumuisha majirani watatu wa Uganda, DRC na Sudan Kusini, pamoja na kituo cha kudhibiti magonjwa Africa CDC, shirika la afya duniani WHO, shirika la kuhudumia watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF na CDC Atlanta walipima tathmini ya mwitikio wa kikanda. Wakati wa mkutano huo huko Kampala, DRC, Uganda na Sudan Kusini pia zilipitisha mpango wa vipengele 12 ili kuratibu mwitikio wao dhidi ya mlipuko wa Ebola. Mpango huo unahusisha kuimarishwa kwa ufuatiliaji mipakani, uchunguzi ulioratibiwa katika vituo vya kuingilia, ulinzi bora wa wahudumu wa mstari wa mbele, kupanua uwezo wa maabara, kuboresha usimamizi wa kitabibu na udhibiti wa maambukizi, pamoja na kuhamasisha ufadhili endelevu. Burundi imeongeza ufuatiliaji katika mpaka wao na DRC kufuatia mlipuko huo wa Ebola, ambao kituo cha kudhibiti magonjwa Afrika na shirika la afya duniani zinasema una hatari kubwa ya kuenea katika nchi jirani. Victor Kenani, Dira ya Dunia, BBC. Ili kufahamu zaidi kuhusu hali ilivyo katika mkoa huo wa Ituri, awali nimezungumza na Losadikana, mkazi na kiongozi wa asasi moja ya kiraia jimboni Ituri. Hali bado kuwa sawa, hali ingali inaendelea kuwa mbovu. Ugonjwa ya Ebola inaendelea kuteketeza watu wanakufa. Najua ya kwamba hakuna vaccine ambayo imeishaonekana kwa saa hii, na ndiyo shida ingali inakuwa tu nyingi kwa raia. Kuna shida zingine kwa sababu ya watu kutokufahamu vizuri ya kwamba hii ni ugonjwa ambayo inafaa tuheshimu kanuni fulani, na ile ndiyo inaomba tukue tunafanya sensibilization kwa ngamzi zote, ngambo za serikali, ngambo letu sisi civilian society, kusudi watu wote wafahamu ya kwamba kuna hatari, ni magonjwa ambayo inaweza kuteketeza watu wote tusipofanya angalisho. Umezungumzia hapo kuhusu kutoa hamasisho kwa umma. Hamasisho hilo limetolewa kwa kiasi gani? Kwa sababu tumeona kwa mfano vituo vya afya vikitiwa moto na wakazi wa maeneo kadha wa kadha ya jimbo hilo la Ituri. Kuna wale ambao wanasisitiza wanataka miili ya wapendwa wao waende wazike wenyewe. Kuna wale wanahisi kwa mfano huu ugonjwa umeletwa na watu kutoka mataifa mengine. Ndio, utajua ya kwamba sio watu wote wanao ile mafikiri. Kuna watu fulani hawawezi kukubali ya kama ile ugonjwa ni ugonjwa ya hatari. Wale watu wanapatikana tu katikati kwa society, watu wa namna hivyo wako, na kazi ambayo inafanyika ni kwa lengo la jeshi wanakuwa ndani ya ile uhimizaji. Serikali kwa jumla inajiunga na wale wa shirika la kituo cha afya, nao wanaendelesha. Sisi kama civilian society tunaendelea pamoja na kanisa, wa vijana, wa mama, tunaendelea. Hatuwezi kuacha kwa sababu watu wawili watatu waliamua kufanya jeuri, hapana. Maisha yamebadilika kwa kiasi gani kwa wakazi wa Bunia tangu kuzuka kwa mlipuko huu wa hivi karibuni wa Ebola? Watu wameshikwa na uoga, wameshikwa na hofu. Najua ya kwamba ndege haiwezi kutua sasa Bunia. Ile yote inaleta uoga, inapunguza kabisa kazi watu waliweza kufanya jana wakitembea kwa uhuru. Leo imearifiwa kutoka kwa serikali hata kwa kanisa watu wasikue zaidi ya 15, wakuwe wanekaa mbalimbali, watu wanavaa barakoa. Iko hali watu walikwisha sahau, sasa imerudi tena na inaleta hofu. Jimbo la Ituri kwamba lipo kwenye mzozo wa kukumbwa na uasi kutoka kwa makundi mbalimbali ya wapiganaji, makundi mbalimbali ya waasi, alafu sasa saizi wamepatikana na janga hili la afya, na liko mbali sana na mji mkuu Kinshasa na pale ambapo serikali kuu inapoketi. Changamoto ambazo zinawakabili wakazi wa Ituri, lakini vile vile pia wa maafisa wa afya ni kama zipi? Ni kweli Ituri iko karibu kilomita 2000 kutoka kwa Kinshasa, lakini sio mbali kabisa kwa sababu government amekwisha kujiandaa. Tuliona minister wa afya
naye alikuja Bunia kuonyesha kwamba sio mbali kabisa. Sasa kwa kukomesha ugonjwa isitawanye pahali pote, ndio wameshika masheria fulani, ndege isishuke Bunia kwa sababu inaweza beba mtu anaonekana vizuri, ana afya tele na kumbe anagonjwa, naweza beba ile ugonjwa anapeleka kwa province zingine, kwa jimbo lingine. Hii ndiyo nafikiri mpango ulikamatiwa kwa kupunguza ile magonjwa isiende mbio, na wakati ile government pamoja na wapatna wanaendelea kupiganisha kusudi wakomeshe ile ugonjwa. Tunaona vile shirika mbalimbali wa kituo cha afya na warafiki za nchi ya Kongo wanaendelea kutoa msaada fulani kusudi waweze kuvitanisha ile hali ya ugonjwa, na bado ikiangali, lakini tunajua itafika wakati watu watafahamu wote, itakuwa mzuri. Ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Habari kuu jioni leo, zaidi ya watu 220 na ni hapo ndipo tunapohitimisha matangazo yetu ya habari ya asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 29 mwezi wa 5 mwaka 2026. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, kama itakuwa ndio mara kwa kwanza kufuatilia habari kupitia mtandao wetu wa YouTube Congo Post News, hakikisha una subscribe, una like, una comment, pia una share, na Kiswahili ngine banasema unajiabone, una comment, vile una partage. Na basi kama itakuwa ndio mara kwa kwanza kufuatilia habari kupitia mtandao wetu wa YouTube, hakikisha unafanya vile. Acha basi tuendelee kutosha shukrani zetu za dhati kwa wote wanaoendelea kuchagua Congo Post News kama kituo chao chema na bora cha matangazo. Nia na mazungumzo kila siku ni kuhakikisha tunakuletea habari sahihi itaanza kuaminika, vile kwa muda mwafaka. Basi unaweza kutuandikia kwenye namba ambayo inaendelea kwenye video au kwenye screen yako ya picha, na ukatupatia maoni yako au ukatuambia unaendelea kufuatilia ukiwa maeneo gani, na hapo unaweza kupatia mapendekezo yako, waiza maoni yako. Basi tukutane katika taarifa zetu za habari za mchana. Asante.